Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha kwenye maombi haya maalum kwa ajili ya kuombea mwezi huu wa 4. Leo ni siku ya pili tangu tumekuwa na maombi haya. Jana tulikuwa na maombi muhimu kabisa ya kuutakasa na kumiliki na kutawala mwezi wa 4 kwa maombi. Kuutakasa, kumiliki na kutawala mwezi wa 4 kwa maombi. Jitahidi uwe umepata maombi yale ya jana. Ni maombi muhimu sana kwa ajili ya kuombea mwezi. Tunapoanza mwezi huu, maana yake yako mambo mengi sana. Mungu amekusudia kukubariki, lakini adui naye amekusudia kulani maisha yako. Mungu amekusudia mema, lakini adui naye amekusudia mabaya kwa ajili yako. Kwa hiyo ni lazima tupate muda wa kukabidhi mwezi mbele za Bwana. Nifunze sana kila mwanzo wa mwezi, kila mwanzo wa wiki, kila mwanzo wa siku, kabla siku haijaanza, kabla wiki haijaanza, upate muda wa kufunika ratiba zote, malengo yote, mipango yote ulionayo katika wiki husika, katika mwezi husika, au katika siku husika. Asubuhi kabla hujaanza siku yako, miliki siku yako kwa maombi. Kabidhi siku yako mbele za Bwana. Jumatatu iwe ni siku yako kabla hujaamka Jumatatu na kufanya mambo yako mengine. Ombea wiki nzima, ikabidhi wiki nzima mbele za Bwana. Unapoanza tarehe 1, tarehe 2 ziwe ni siku ambazo unazitumia kwa ajili ya kufunika na kuombea na kukabidhi mwezi kwenye madhabahu ya Bwana. Kwa sababu tarehe 1 ni kama lango. Unapoanza tarehe 1 ni lango la mwezi husika. Tarehe 2, tarehe 3 ni lango la mwezi husika. Unaweza ukausemesha mwezi na kuamuru na kuachilia zile baraka za Mungu kwenye mwezi huo. Kwa hiyo nataka nikuambie mtu wa Mungu kwamba leo nataka tuombe kwa habari ya mwezi huu wa 4. Tuombe tukisimamia neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi, ile Zaburi ya 91 ule mstari wa 10. Zaburi ya 91 ule mstari wa 10, maandiko yanasema, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Mabaya hayatakupata kwenye mwezi huu wa 4, wala tauni haitakaribia hema yako mwezi huu wa 4. Mabaya hayataipata ofisi yako, wala tauni haitakaribia ofisi yako kwenye mwezi huu wa 4. Mabaya hayatawapata watoto wako, wala tauni haitakaribia watoto wako kwenye mwezi huu wa 4. Mabaya hayataipata afya yako, wala tauni haitakaribia afya yako kwenye mwezi huu wa 4. Mabaya hayataipata shamba lako au mifugo yako, wala tauni haitakaribia mifugo yako, haitakaribia. Mabaya hayatalipata duka lako, wala tauni wala mabaya wala hasara hazitapata biashara, hazitaipata biashara ulionao. Mwezi huu wa 4, Mungu akutenge mbali na mabaya yote. Mungu akutenge mbali na uharibifu wote. Mungu akutenge mbali na kila mabaya na kila uharibifu wa adui ambao adui amekusudia kwa ajili yako. Mungu akutenge mbali na mabaya hayo na akutenge mbali na uharibifu huo. Nataka tuende mbele za Mungu, mtu wa Mungu, tukimwambia Mungu kwamba kila mabaya ambayo adui ameyakusudia kwa ajili yetu, tunakwenda kinyume nao. Kila uharibifu ambao adui amekusudia kwa ajili yetu, tunakwenda. Uharibifu wote hautatupata na mabaya yoyote hayatatupata. Nataka nikwambie kwamba Mungu anakukusudia mema. Wakati upande mmoja Mungu amekusudia mema, upande wa pili adui amekusudia mabaya. Wakati Mungu amekusudia kukuinua, adui amekusudia kukushusha. Wakati Mungu amekusudia upate faida kwenye mwezi wa 4, adui amekusudia upate hasara za kukutosha. Wakati Mungu amekusudia uwe na afya njema kwenye mwezi wa 4, adui amekusudia ya kwamba wewe usiwe na afya njema mwezi wa 4. Wakati Mungu amekusudia uwe na ndoa yenye furaha na amani, adui amekusudia mwezi wa 4 akuvuruge kwenye ndoa yako. Wakati Mungu amekusudia ya kwamba mwezi wa 4 ukutanishwe na watu sahihi, adui anakusudia kukukutanisha na maajenti wa kuzimu na maajenti wake, watu ambao wataharibu kabisa maisha yako. Wakati mwezi huu wa 4 Mungu amekusudia ya kwamba anakukutanisha na mume au mke, kama hujaoa na kama hujaolewa, adui anakusudia kukufarakanisha, kukutenganisha, kukuepusha na yule ambaye Mungu amemweka kwa ajili yako. Wakati Mungu amekusudia ya kwamba milango mikubwa ya baraka ifunguke mbele yako mwezi huu wa 4, adui naye amekusudia kukufungia milango yako ya baraka. Sasa unapoangalia
ukiangalia unagundua ya kwamba Mungu amekusudia mema, adui amekusudia mabaya. Nini ambacho tunatakiwa kufanya? Ni kukaa kwenye lango la mwezi, kukaa kwenye maombi, kumsihi Mungu kuyafunga yale mabaya yote yaliyokusudiwa, ule uharibifu wote ambao umekusudiwa, kutamka na kutangaza ya kwamba huo uharibifu na hayo mabaya hayatakuwa sehemu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Na maandiko yanaweka wazi kabisa kwenye kitabu kile cha Mathayo 18 mstari wa 18 ya kwamba lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni limefungwa. Lolote ambalo mtalifunga duniani na mbinguni limefanya nini? Mbinguni limefungwa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kufunga mabaya na uharibifu, magonjwa, ajali ambazo adui amezikusudia kwa ajili yetu. Tunaweza kuzifunga na kumwambia Mungu, tunaomba utupe mema, tunaomba mema yawe upande wetu, mabaya yasitupate. Nataka tuende mbele za Bwana sasa, mtu wa Mungu, mahali popote ulipoomba pamoja nami, ukimwambia Mungu, kila mabaya ambayo adui ameyakusudia kwa ajili yangu hayatanipata katika jina la Yesu. Kila mabaya ambayo adui ameyakusudia kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya watoto, mahali popote ambako kuna mabaya adui amekusudia kwa ajili yako, tunakwenda kinyume na hayo mabaya yote kuanzia sasa. Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye, wewe ambaye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Jehova Shama, Jehova Jure, ninakubariki na kukuinua, ninakutukuza mfalme. Peke yako Mungu unastahili kuinuliwa na unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Sifa na heshima na utukufu narudisha mikononi mwako. Ninaomba toba Bwana, ninaomba rehema kwa ajili yangu, naomba rehema na neema kwa ajili ya wasikilizaji ambao wananisikiliza mahali popote walipo. Bwana Yesu kawatakase, Bwana Yesu kawarehemu, Bwana Yesu kawaishe. Naomba utakaso wako, naomba damu yako ya thamani, damu yako yenye nguvu, damu yako iliyomwagika msalabani, damu yako Jehova, damu yako Yesu Kristo ikatutakase. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja ambaye ananisikia na anayefuatilia maombi haya mahali popote alipo. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Walioko Tanzania, walioko nje ya Tanzania, wanaofuatilia maombi haya, Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako, nikiomba toba na rehema, Bwana, kwa ajili yao, ili maombi haya yakapate kibali kwenye madhabahu yako, ili Mungu ukatusikie na Mungu ukatujibu katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema palipo wawili au watatu kwa jina lako, na wewe upo katikati yao, na wakikubaliana neno lolote, Mungu umesema utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nasi Mungu tunakubaliana, nasi Mungu tumekubaliana ya kwamba mabaya hayatatupata kwenye mwezi huu wa 4. Mabaya ya aina yoyote ile hayatatupata, mabaya yoyote yale hayatawapata watoto wako ambao wanasikiliza maombi haya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uliye hai, sawasawa na Zaburi ya 91 mstari wa 10 ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia katika hema yako, ndivyo ninavyoomba neno hili likatimie kwangu na kwa watoto wako wanaofuatilia maombi haya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaukabidhi mwezi huu wa 4 mikononi mwako, tunautakasa mwezi wa 4 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunanyunyizwa damu ya Yesu kwenye mwezi huu wa 4, kwenye wiki zote na siku zote na siku na saa na dakika na sekunde zote za mwezi huu wa 4. Tunaachilia damu ya Yesu, damu ya upatanisho, damu ya utakaso, ikatutakase na kuturehemu na kutakasa mwezi huu wa 4 na kutakasa siku zote za mwezi wa 4. Ninatakasa siku zote, mchana na usiku, ninazitakasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ili kila mabaya ambayo adui amekusudia kwa ajili yetu mwezi wa 4 hayatatupata. Mabaya ambayo yamekusudiwa yatupate mchana, tunayasambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mabaya yote ambayo yamekusudiwa yatupate nyakati za usiku, tunakwenda kinyume na kusambaratisha kila aina ya ubaya wa aina yote ambao adui amekusudia kwa ajili yetu, amekusudia kwa ajili ya watoto wa Mungu. Tunasambaratisha, tunakwenda kinyume na kila uharibifu na kila hila za yule mwovu adui kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu yako Jehova, damu yako Yesu Kristo, damu yako Mungu ulio hai, damu yako Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, damu yako inayonena mema, wacha ikanene mema, ikanene mema kwa ajili yetu, kanene mema kwa ajili yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya watoto wetu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani. Mungu uliye hai, ninakwenda kinyume na kila mabaya, ikiwa ziko ajali ambazo adui amekusudia kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu na familia zetu, hizo ajali tunazifuta katika jina la Yesu Kristo. Asiwepo yeyote ambaye Bwana anafuatilia maombi haya ambaye atapatwa na ajali yoyote kwenye mwezi huu wa 4. Ajali zozote
kwa njia ya bodaboda, ajali zozote adui alizopanga kwenye mabasi, kwenye magari, ajali ya namna yoyote ile, wakati watumishi wako wakitembea kwa miguu ama wakiwa wanatumia bodaboda ama bajaji ama daladala, aina yoyote ya ajali, ikiwa ni ndege, ikiwa ni boti, ikiwa ni treni, au ajali yoyote ambayo adui amekusudia, tunakwenda kinyume nayo kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu aliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uwezo, Mungu wetu mwenye mamlaka, ingilia kati na neema yako na nguvu zako, ingilia kati na uwezo wako, ingilia kati na kibali chako, ingilia kati Bwana, ukatutetee na kutupigania kwa kila aina ya mabaya ambayo adui amekusudia, ukatuepushe na mabaya yote, tuepushe na uharibifu wote, tuepushe na kila hila zote za ule mwovu adui. Yanaweza kuwa ni magonjwa ambayo adui amekusudia ya kwamba atatushambulia kwa magonjwa, mabaya yote ambayo amekusudiwa kuachiliwa kwa njia ya magonjwa, Baba ninatangaza neema ya kuvuka na kuwa na afya njema kwenye mwezi wa 4. Bwana, ninatamka afya njema kwangu, natamka afya njema kwa watoto wako ambao wanafuatilia maombi haya, natamka afya njema kwa watoto wetu walioko mashuleni, walioko majumbani, wanaosoma. Bwana, ninatamka afya njema kwao, kila aina ya magonjwa ambayo adui amekusudia kuachilia kwa ajili yetu kwenye mwezi huu wa 4, magonjwa yote ya kuambukiza, magonjwa yote ya kurithi, ninatangaza neema na kibali cha uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa wako wagonjwa tayari ambao wamelala kitandani mwezi wa 4, Bwana, ninatamka neema ya kunyanyuka, neema ya kuinuliwa, neema ya kufunguliwa, neema ya kuponywa kwa mgonjwa yeyote ambaye ana changamoto yote ya ugonjwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, na ruhusu neema yako, na ruhusu nguvu yako ya kuponya, nguvu yako ya kufungua, nguvu yako ya kuweka huru, nguvu yako ya kutakaswa. Baba, ninakataa kila mabaya ambayo adui ameyakusudia, kila mabaya ambayo adui ameyakusudia hayana mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ingilia kati Mungu wetu aliye hai, ingilia kati Jehova Shama. Kila mabaya yaliyokusudiwa, yaweza kuwa ni magonjwa, presha, kisukari ama TB, kansa, udhaifu wowote ambao adui amekusudia kuachilia juu ya watoto wa Mungu, ninakwenda kinyume nao kuanzia saa hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu, mwezi wa 4 hakuna mabaya yatakayotupata, yawezekana ni kwenye biashara, mabaya adui aliyokusudia. Adui amekusudia kudhulumiwa, amekusudia uonevu, amekusudia kutapeliwa, ameachulia chuma ulete kwenye biashara za watoto wako. Adui amekusudia kuleta hasara mwezi wa 4. Bwana, ninakataa kila roho ya hasara kwa wafanya biashara ambao wanafuatilia maombi haya. Ninatamka kwa jina la Yesu ya kwamba hakuna roho ya hasara ambayo itasimama juu yake, hakuna roho ya hasara ambayo itasimama kwenye biashara yako. Tangu saa hii milango ya kufanya biashara ninaamuru ikafunguke, milango ya baraka na neema ninaamuru ikafunguke kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninatangaza neema na kibali cha Mungu, neema na kibali cha Mungu ninakiachilia kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati na nguvu zako, ingilia kati na uwezo wako. Kila aina ya uharibifu wowote ambao adui amekusudia, kila aina ya mabaya, kila aina ya hasara, kila aina ya kudhulumiwa, kila aina ya kuonewa, kila aina ya chuma ulete haina nafasi kwenye biashara. Wafanya biashara ambao wanafanya biashara, ninaamuru baraka juu yenu, naamuru baraka juu yako. Wewe ambao unafanya biashara, naachilia baraka juu yako, juu ya duka lako, juu ya shamba lako, juu ya mifugo yako. Naachilia baraka kwenye kampuni yako, milango mikubwa ya wateja, milango mikubwa ya tenda kubwa ziachiliwe kwa mamlaka jina la Yesu. Naachilia baraka ya wateja kwenye biashara yako mwezi wa 4. Pokea wateja wengi, pokea wateja wakazidi, ongezeko la wateja kwenye hiyo biashara yako, ongezeko la wateja kwenye hoteli yako, ongezeko la wateja kwenye biashara yako, kwenye duka lako, ongezeko la wateja kwenye kazi unayofanya. Ninaamuru ongezeko la wateja mwezi wa 4 huu. Wewe ni mwezi wa faida. Ninakataa hasara, ninakataa kudhulumiwa, ninakataa kutapeliwa, ninakataa kuibiwa. Hautaibiwa, hautadhulumiwa, hautaonewa. Kila roho ya chuma ulete, fedha zinapotea, hazijulikani zinakwenda wapi. Naachilia damu ya Yesu kwa ajili ya ukombozi wa fedha, kwa ajili ya ukombozi wa fedha yako. Kila fedha inayopita mikononi mwako, naachilia ukombozi, naachilia ukombozi, naachilia ukombozi, ukombozi wa damu ya Yesu, ukombozi wa damu ya Yesu, ukombozi wa damu ya Yesu. Ninakataa kila mabaya ambayo adui ameyakusudia, mabaya yote ambayo adui amekusudia kwa watoto wetu walioko mashuleni, wanaosoma sahihi,
Mungu uliye hai, ingilia kati, watetee, wapiganie watoto wetu, waepushe na mabaya yote, waepushe na roho za kufeli, waepushe na roho za kufeli katika jina la Yesu. Kila roho ambayo ni kinyume na kusudi lako inayofuatilia watoto wetu, Baba, achilia neema ya kuwaponya, ya kuwafungua, ya kuwaweka huru na kila roho yoyote ambayo inafuatilia watoto wetu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, ninakataa mabaya yote kwenye ndoa yako, mabaya yoyote, uharibifu wowote ambao ndio amekusudia kuachilia kwenye ndoa yako au mahusiano yako kwenye mwezi huu wa 4, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mabaya naondolewa, hila za mwovu adui ambazo amezikusudia kwa ajili ya maisha yako katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaondoa hila yoyote, uharibifu wowote, mabaya yoyote ambayo amekusudiwa, ninakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, achilia neema ya kuwafungua watoto wako viwango vingine kiuchumi, viwango vingine kiuchumi viachiliwe sasa. Kila mabaya ambayo adui amekusudia kwenye uchumi, amekusudia kwenye afya, amekusudia kwenye kazi, kila mabaya yanaharibiwa, yanaondolewa, yanang'olewa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Ingilia kati Bwana, uwatetee watoto wako. Ingilia kati Jehova, ili ukatutetee na ukatupiganie kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Mungu, achilia neema, achilia neema yako mahali penye ubaya wote, achilia mema, achilia mema. Tunatangaza mwezi wa 4 kuwa ni mwezi wa baraka, kuwa ni mwezi wa neema, kuwa ni mwezi wa kibali, kuwa ni mwezi wa kustawi, kuwa ni mwezi wa kufanikiwa, kuwa ni mwezi wa kuinuka, kuwa ni mwezi wa kuangazwa, kuwa ni mwezi ambao urejesho mkubwa unatokea, urejesho mkubwa unatokea kwenye maisha yetu. Mungu, tunatangaza ya kwamba mwezi huu wa 4 hakuna hasara itakayopata wafanya biashara katika jina la Yesu. Changamoto yoyote ambayo unapitia, ninaamuru kwa jina la Yesu ya kwamba mwezi wa 4 Mungu akupe majibu, Mungu akupe majibu, majibu ya unakopita. Pale ambapo huoni njia, Mungu akakupe njia. Pale ambapo huoni upenyo, Mungu akakupe upenyo. Pale ambapo ujue ya kwamba unaanzia wapi, Mungu akupe neema ya kujua unaanzia wapi, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Mungu uliye hai, ingilia kati Alfa na Omega, ingilia kati Baba yetu, utupiganie na kututetea, utuepushe na mabaya yote. Yako mabaya yaliyokusudiwa Baba, tuepushe nayo yote, mabaya yote tunayoyajua na tusiyoyajua, tuepushe nayo kwenye biashara zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye mahusiano, kwenye kazi zetu. Baba, achilia kwa watoto wetu mabaya yoyote ambayo yamekusudiwa, hayatapata yeyote katika jina Mungu wetu uliye hai. Asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa damu yako ya thamani inayonena mema, damu yako iliyomwagika msalabani, damu yako inayonena mema kwa ajili yetu. Inene mema sasa, inene mema kwa ajili ya watoto wetu, inene mema kwa ajili ya biashara zetu, inene mema kwa ajili ya maisha yetu. Damu yako Jehova, damu yako Mfalme, damu yako Alfa na Omega, damu yako mwanzo na mwisho, damu yako Baba wa milele, na inene mema sasa, inene mema kwa ajili yetu. Tunatangaza mema, mema yakatufuate mwezi huu wa 4. Tunaamuru mema, tunaamuru baraka, tunaamuru ushinde mwezi huu wa 4. Neema ya kushinda Bwana vita yote iliyoko mbele yetu. Wako wanaodai fedha nyingi, naamuru milango ya fedha ya kulipwa fedha wanazodai katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani. Ingilia kati Bwana, pigania watoto wako, tetea watoto wako, onekana kwa watoto wako, wasaidie watoto wako, wasaidie Bwana, wasaidie Jehova, tusaidie Mungu uliye hai, tupiganie Mfalme amani, tupiganie Alfa na Omega, tupiganie mwanzo na mwisho, tupiganie Baba. Neema yako itulinde, neema yako itutunze, neema yako ituhifadhi, neema yako Jehova Shama, neema yako pamoja nasi, neema yako Mungu uliye hai, neema yako Baba wa milele, neema yako Jehova Shama, neema yako Mfalme amani, neema yako na iwe pamoja nasi, na iwe pamoja nasi, na iwe pamoja nasi, na iwe pamoja nasi, na iwe pamoja nasi. Neema yako Bwana na iwe pamoja nasi, neema yako Jehova na iwe pamoja nasi,
na iwe pamoja nasi. Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uwezo, neema yako Jehova na itupiganie katika jina la Yesu. Na iruhusu neema yako kuwapigania watoto wako kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye ndoa zao, kwenye mashamba, kwenye mifugo, kwenye biashara. Ninaachilia neema mwezi huu wa 4, neema ya kuongezeka, neema ya kuzidishwa, neema ya faida. Baba, ninatangaza faida ikaonekane katika jina la Yesu. Asiwepo wa kuumwa, asiwepo wa kulazwa kitandani, asiwepo wa kudhulumiwa, asiwepo wa kuonewa, asiwepo wa kuteseka, asiwepo Bwana wa kukaa kwenye mateso. Tupiganie Bwana, na neema yako iwe pamoja nasi, neema yako itulinde, neema yako itutunze, neema yako ituhifadhi katika jina la Yesu. Kwa damu ya thamani Mungu wetu liye, asante kwa damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani, inaonena mema kwa ajili yetu. Asante maana tunaufunika mwezi wa 4 na kutakasa mwezi wa 4 kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaufunika, ninautakasa mwezi wa 4 ya kwamba ni mwezi wa kufanikiwa na kuinuliwa kwa watoto wa Mungu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Unapoendelea kusikiliza maombi haya, tafadhali tumia na watu wengine maombi haya. Kama unasikiliza kwa njia ya YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia, usisahau kusubscribe na kuweza kuwatumia watu wengine. Lakini pia Mungu anaweza kukusemesha kuachilia sadaka yako, basi naomba ufanye hivyo. Achilia sadaka yako, na mwezi huu wa 4 ni mwezi muhimu kwa sababu mwezi wa 4 mwishoni, kwenye wakati wa Pasaka, ni wakati ambao tunawahudumia wahitaji mbalimbali, watoto yatima, wajane pamoja na walemavu. Tunawapa zawadi, tunawapa vyakula kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo Mungu amekupa neema kusikia maombi haya. Tafadhali sana na wewe shiriki kwenye sehemu, shiriki kwenye baraka hizi za kuwahudumia wahitaji kwenye kipindi hiki cha Pasaka. Na hapo sasa utatoa sadaka yako kwenye namba ambayo nitakutajia, na unaweza kujitumia ahadi yako. Kaniambia, mtumishi, mimi nimesikia ndani yangu kuguswa kutoa kiasi fulani kwa ajili ya watoto yatima, kwa ajili ya wajane mwezi huu wa 4, kwa ajili ya wakati ule wa Pasaka. Namba ambayo unaweza kutumia kunitumia ujumbe WhatsApp ama kutuma sadaka yako ni 0752966389, 0752966389. Jina langu ni mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme wa huduma ya Ukombozi wa Familia, na kutakia baraka na neema na kibali cha Mungu kiwe juu yako. Amen.